بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، أهلا بكم وسهلا ومرحبا، سقنا إليكم حنينا، أنتم كالعادة إخوة الكرام فلذة كبدي وراعها وهي في الأعمال سائمة. Na ichunge hiyo nafsi na ile hali imo ndani ya matendo yenye kuchunga, mfano wa wanyama jinsi wanavyochunga. Wa in hiya, na ikiwa hiyo nafsi istahallat almar'a, imeyaona mazuri machunga, fala tusimi, basi usibakishe hapo. Waraiha kwa maana ya waraqibha, wa hiya fil a'mal, na ile hali hiyo nafsi imo ndani ya matendo, saima, yenye kuchunga. Wa in hiya, na ikiwa hiyo nafsi istahallat almar'a, imeona mazuri machunga, mfano wa jinsi mnyama anavyoona machunga mazuri, basi fala tusimi, usiibakishe nafsi yako pahala hapo. Mazingatio katika hii beti ikhwata alkiram ni kwamba ni wajib juu ya kila mtu kuichunga nafsi yake katika amali yoyote ambayo nafsi tattajihu ilaihi. Sasa vipi ikiwa amali yenyewe si njema? Uchungaji unabidi uwe mkubwa zaidi. Mfano wa jinsi mchungaji wa wanyama pale ambapo mbuzi wake wanapoyaona machunga mazuri, pale ambapo wanyama wake wanaona kwamba machunga fulani ni mazuri kutokana na rutba na utamu wa hayo majani ya sehemu hiyo, basi ibra, Imamu al-Busiri anatuambia fal afdalu lah, kilichokuwa bora kwa huyo mtu mwenye nafsi au huyo mtu mwenye wanyama, an yatahawala biha ila ukhra, ni kuwatoa wanyama na kuwapeleka sehemu nyingine, liyadmana baqaa zimamiha biyadih, ili apate dhamana, uhakika wa kubakia kamba ya wanyama wake katika milki ya mkono wake na maamuzi yake. Hii ni kutokana na kwamba nafsi mara nyingi haipendi kitu isipokuwa ni chenye kudhuru, kitu ambacho ni cha maasi. An-nafsu ammaratun bisu, nafsi ni yenye kuamrisha maovu. Kwa hiyo tukiona imependa jambo fulani, tusibakishe katika jambo hilo, kwa sababu al-aghlab mara nyingi inakuwa ni jambo ambalo si zuri. Anaendelea kufafanua Imam, anasema kam hasanat ladhatan, ni mara ngapi hii nafsi imempendezeshea mtu, hasanat ladhatan lilmar'i, imempendezeshea mtu ladha, starehe, qatila, yenye kuua, min haithu, kwa namna ambayo, lam yadri, hakujua huyo mtu, anna summa fi dasami, hakika ya sumu imo katika kitu chenye kumpendeza. Kam hasanat ladhatan lilmar'a, ni mara ngapi nafsi imempendezeshea mtu ladha, starehe, qatila, yenye kuwa, min haithu, kwa namna ambayo, lam yadri, hakujua mtu, anna summa fi dasami, hakika ya sumu ipo katika kitu chenye kumpendeza. Wakhsha dasaisa min ju'in wa min shiba'in, farubba makhmasatin sharrun min at-tukhami. Kisha Imam akasema wakhsha dasais, na ogopa ad-dasais, kwa maana ya al-makaidu allati tukhfiha an-nafs, ni vile vituko na mbinu za ujanja ambazo nafsi inazificha. Kwa hiyo ogopa sana vituko hivyo vya nafsi na mbinu zake. Min ju'in wa min shiba'in, kutokana na njaa na kutokana na shibe. Farubba makhmasatin, kwani huenda njaa kali, shar, ikawa ni mbaya, min at-tukhami, kuliko kuvimbiwa au kuliko kushiba mno. Wakhsha dasais, na viogope vituko na mbinu za nafsi. Min ju'in wa min shiba'in, kutokana na njaa na kutokana na shibe. Farubba makhmasatin shar, huenda njaa kali ikawa mbaya mno, min at-tukhami, kuliko kushiba sana. Ya tura Imam amemaanisha nini kwa ubeti huu? Almaana, wala tuti' nafsak, usiitii nafsi yako, wala shaitan, na wala usimtii shaitan. Wahdhar, nachukua tahadhari,
ma qad tughrika bihi nafs, kwa kile ambacho nafsi yako huenda ikakupumbaza kwa kitu hicho. Falaisa shiddat aljua, haikuwa ukali wa njaa sharrun kulluha, kwamba ni mbaya. Ukali wa njaa ni kitu kibaya siku zote. Wala tukhma kadhalik, wala kushiba mno haikuwa kwamba ni mbaya siku zote. Kwa hiyo nafsi ina namna ya kuweza kukupata na kukupoteza katika hali zote mbili. Akaendelea kusema wastafrighi dam'a, yamalize kabisa machozi, yatoe kabisa machozi, min ainin, kutokana na jicho, qad imtalaat, ambalo limekwisha jaa, min almaharimi, kutokana na mambo ya haram, walzam himyata nadami, na ilazimu lazimiana na njia ya majuto. Wa khalifi nafsa wa shaitan, na ikhalif nafsi yako na umkhalif shaitan, wa asihima, na waasi hao wawili, usiwafuate wakaidi. Wa in huma mahadhaka nush, na ikiwa wawili hao nafsi na shaitan watakusisitizia nasaha, fattahimi, basi watuhumu. Hapa Imam anatueleza kutokana na shari na uhatari wa kuifuata nafsi pamoja na shaitan, fi shay'in mimma ya'muranika bih, kutokana na kitu ambacho hiyo nafsi na shaitan vinakuamrisha, au rubbama yanhayanika anha, au huenda wanakukataza kutokana na kitu hicho. Tuchukue tahadhari, hatupaswi kufuata malengo yao na makusudio yao. Wa in zaama annahuma qad akhlasa lana an-nush, na hata kama wawili hao watadai kwamba hakika yao wametufanyia ikhlas ya kutunasihi, kinachopaswa kwetu ni kuwanasibishia wao uongo na ubaya wa makusudio. Fa innahuma aduwani lana, kwa sababu nafsi na shaitan ni maadui zetu. Wala tuti' minhuma, na wala usimtii kutokana na hao wawili, khasman, mgomvi, wala hakaman, wala hakimu, wala qadhi. Fa anta ta'rifu, kwani wewe unajua vyema, kaida alkhasmi, vituko na mbinu za mgomvi, walhakami, na mbinu za qadhi au za hakimu. Yani aliposema Imamu wala tuti' minhuma khasman wala hakama, usimtii kutokana na wawili hao mgomvi wala hakimu, yani nafsi itakapokuja kwa sura ya mmoja kati ya wawili hao, ima imekuja kwa sura ya ugomvi, ya kuleta mashtaka, au imekuja kwa sura ya kwamba yenyewe ndio inahukumu, ndio kadhi, ndio hakimu, sisi hatutakiwi kuitii nafsi ikija katika picha yote miongoni mwa picha mbili hizo. Fa anta ta'rifu, kwani wewe unajua vyema, kaida alkhasmi, vituko na mbinu za mgomvi katika kupata lile ambalo yeye analitaka, walhakami, na vile vile unajua vyema mbinu za kadhi au hakim pindi akitaka kupitisha hukumu ambayo ina maslahi na upande wake. Ikhwata alkiram, walamma ahassa alimamu annahu la ya'malu bima yansahu bihi ghayrah, istaghfara Allah, mu'tarifan anna man da'a ila khuluqin wa lam ya'mal bih kaman yunsibu dhurriyatan liman la yunjib. Nazama Imam alipohisi kwamba yeye hafanyii kazi kile ambacho anawanasihi wengine, alimtaka Mwenyezi Mungu istighfar na msamaha, huku anakiri kwamba yule ambaye analingania katika tabia fulani kisha yeye hazifanyii kazi tabia hizo, ni sawa sawa na yule mtu ambaye ananasibisha watoto au kizazi kwa yule ambaye hana uwezo wa kuzaa. Ndio maana ya beti inayokuja aliposema astaghfirullah, namwomba msamaha Allah, min qawlin, kutokana na qawli, bila amal, bila ya amal, bila ya vitendo. Laqad nasabtu bih, hakika nimeshanasibisha kupitia kauli hiyo, naslan, kizazi, lidhi uqumi, kwa yule mwenye utasa.
amartuka alkhaira lakin ma atamartu bih, nilikuamrisha mimi kheri lakini sikuifuata kheri hiyo, sikuifuata amri hiyo. Wama istaqamtu, na wala sikuwa na istiqama, sikuwa na msimamo. Fama qawli laka istaqimi, basi ni maana gani au kauli yangu ina maana gani nilipokuambia istaqimi, kuwa na msimamo? Wama istaqamtu, na wala sikuwa na istiqama, sikuwa na msimamo. Fama qawli, basi ni ipi maana ya kauli yangu lak, kukuambia wewe istaqimi, kuwa na msimamo? Haina maana, kwa sababu mimi mwenyewe sifanyi ninachosema. Wala tazawadtu, wala sikuandaa mimi qabla almauti, kabla ya kifo, nafilatan, hata jambo moja la sunna la kunikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanafila ni kile ambacho ma zada anil fardhi. Kisha akamalizia kusema walam usalli, na wala sikusali siwa fardhin, isipokuwa faradhi tu. Walam asumi, na wala sikufunga. Wala tazawadtu qabla almauti, na wala sikuandaa kabla ya kifo changu nafila, ibada za sunna. Walam usalli siwa fardhin, na wala sijasali isipokuwa faradhi tu. Walam asumi, wala sijafunga. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.